الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na zama za upuuzi. Na nilipokuwa nimeweka anwani ya maudhui hii katika mitandao ya kijamii, nilipata comment nyingi, zingine zikisema, shekhe, mbona maneno makali? Kwa nini ziwe ni zama za upuuzi? Lakini nilichowajibu ni kwamba kama upo Iringa, basi hudhuria katika Masjid Abu Badr ili uweze kuelewa tunazungumzia nini katika zama za upuuzi, kabla hujahukumu anwani ya maudhui ya khutba yangu. Ndugu zangu Waislamu, nimeamua nizungumzie maudhui hii kutokana na umuhimu wake na katika zama ambazo sisi tupo nazo. Dunia yetu hivi sasa inakwenda kwa kasi kubwa sana, na kasi hii vile vile inapelekea kuwa kasi ya maendeleo nayo ni kubwa sana, na tunashuhudia mabadiliko katika kila sekta ya maisha yetu. Kuanzia fikra zetu zinabadilika, maadili yetu yanabadilika, vitu vyetu vya thamani, zile values, nazo zinabadilika. Mtu aliyekuwepo miaka 20 iliyopita, fikra za miaka 20 sasa hivi ziko tofauti kabisa. Kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi 2024 ni sawa sawa, na tumeleta mabadiliko ya karne nzima kutokana na kasi kubwa ya mabadiliko katika maeneo hayo ambayo nimeyazungumza. Ndugu zangu Waislamu, msingi mkubwa wa mabadiliko hayo yanatokana na uchumi. Masuala ya kiuchumi ndio ambayo yanaathiri mabadiliko yote hayo ambayo tunaona. Uchumi, ndugu zangu Waislamu, ndio umetamalaki maisha yetu, kuanzia ngazi ya mtu binafsi, dira yake kubwa uchumi, ngazi ya familia uchumi, ngazi ya taifa uchumi. Kwa hiyo uchumi ndio umekuwa ni kama mhimili wa mabadiliko yote haya ambayo yanajitokeza. Na kibaya zaidi ni kwamba hata thamani ya mtu inapimwa vile vile kutokana na swala zima la uchumi, na kinyume chake ni sahihi. Kufanikiwa na kufeli kwa mtu hakupimwi kwa kigezo kingine chochote zaidi ya uchumi. Ana uchumi mzuri amefanikiwa, hana uchumi mzuri amefeli. Hichi ndio kigezo ambacho kinatumika katika zama tulizonazo. Na social media, ndugu zangu, mitandao ya kijamii ni ushahidi tosha wa haya tunayoyazungumza katika zama zetu. Social media zinajaribu kuakisi hali hii ambayo tunaizungumzia, ya kwamba kila mtu anakimbilia kuonyesha kwamba ana hali nzuri ya maisha, hata kwa kufeki maisha ambayo sio ya uhalisia, lakini aonyeshe tu kwamba na yeye yupo katika maisha yaliyokuwa mazuri. Mafanikio makubwa ya mtu sasa hivi yapo katika anachokimiliki, katika pesa, yapo katika kujionyesha kwa watu wengine kwamba yeye hali yake ni nzuri, hata kama hali yake ni mbaya,
lakini anataka awaonyeshe watu wengine kwamba maisha anayoyaishi ndio hayo, wakati sio sahihi. Ndugu zangu, ndio maana zama hizi tunazungumzia sasa hivi, asilimia kubwa sana ya watu wamekumbwa na msongo wa mawazo, huzuni zimetawala ndani ya nafsi za watu, maradhi ya akili yameongezeka. Ni kutokana na mazingira hayo ambayo tunaishi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira alisema, ta'isa abdud dinar, ameangukia uso wake, yani amekula hasara, amejikwaa afu akaangukia uso. Abdud dinar, mtu mwenye kuabudu dhahabu. Ta'isa abdud dirham, ameangukia uso wake mtu anayeabudu fedha. Ta'isa abdul khamisa, ameangukia uso wake mtu anayeabudu fashion na nguo na brandi na kujionyesha katika jamii yupo katika hadhi gani. Huyo vile vile ameangukia uso wake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza karne 14 zilizopita, ambayo yanaakisi uhalisia wa hali tunayoishi hivi sasa hivi, kwamba watu wengi tumekuwa ni wenye kuabudu dhahabu, wenye kuabudu fedha, wenye kuabudu muonekano wetu mbele za watu. Watu wanatuangalia vipi? Hivyo ndio vitu ambavyo tunavipa umuhimu mkubwa kuliko kitu chochote. Ndugu zangu Waislamu, ndio maana watu wengi hawako tayari kukabiliana na hali halisi ya maisha, kukabiliana na matatizo ya ukweli ambayo yanawakabili. Wanatafuta njia za kukimbia na kujificha, lakini wanajificha katika furaha za uongo, furaha za muda mfupi na furaha za kipuuzi. Watu wanataka njia za mkato, shortcuts katika mambo yote. Yani hataki mtu apate tabu katika kufikia malengo yake, lakini anataka apate shortcut katika ya kufikia malengo aliyojiwekea. Ni kwa sababu ya kukimbia uhalisia wa maisha ambayo sisi tunaishi. Ndugu zangu, zama tulizonazo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizitahadharisha karne 14 zilizopita katika moja ya hadithi zake muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi Anas bin Malik, na imepokewa vile vile na Abi Huraira radhiyallahu anhuma jami'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sayati ala nasi sanawatin khadda'at, zitawaijia watu zama za hadaa, zama za uongo. Yusaddaqu fiha kadhib, katika zama hizo atasadikishwa mtu muongo. Msema uongo ndio ataonekana kwamba anasema ukweli. Wa yu'tamanu fiha alkhain, na mtu mwenye khiana ndio ataonekana muaminifu na ndio atakabidhiwa amana zote. Wa yukhawwanu fiha alamin, na mtu muaminifu ataonekana kwenye macho ya watu kwamba ni mtu wa khiana. Wa yantiqu fiha arwaibidha, na atakuwa mzungumzaji rasmi katika zama hizo ni ruwaibidha. Qila wama ruwaibidha ya Rasulullah, masahaba akasema haya yote mengine tumeyafahamu, lakini hii ruwaibidha tena kwa tasghir, yani kijitu. Ruwaibidha ni nani? Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, arrajulu tafih, ni mtu mpuuzi, yatakallam fi amri al-amma, lakini anaongea mambo yanayohusu taifa, mambo yanayohusu watu wote. Kijitu kipuuzi, lakini ndicho kinachozungumza mambo mazito yanayohusu taifa zima au watu wote. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, inaakisi hali halisi ya maisha tunayoishi hivi sasa na zama tulizonazo. Hichi ni kipindi cha hadaa, ni kipindi cha usanii. Msemaji mkuu atakuwa ni mtu ambaye hana uzito wowote, lakini ndio atakuwa anasikilizwa kuliko mtu yote mwingine. Leo hii mambo ya kipuuzi kabisa ndio yanaonekana ni mambo ya maana, na mtu mpuuzi anayefanya mambo ya kipuuzi ndio anaonekana kioo cha jamii, mpaka anapewa jina, anaitwa huyu ni star, huyu ni public figure, huyu ni content creator, huyu ni influencer. Majina yote haya tunawapa watu wa hovyo kabisa, ambao hawana chochote cha maana ambacho wanakitoa katika jamii zaidi ya kupotosha jamii, lakini tumewapa majina makubwa yenye kung'aa ambayo yana mvuto. Lakini je, ni kweli
ndio nyota katika jamii zetu? Je, ni kweli ndio ma-influencer wanaathiri chanya katika jamii au wanataathira chanya katika jamii? Ndio kweli ni content creator wanatengeneza mambo ambayo yanasaidia jamii? Wote tunafahamu ndugu zangu, tupo katika mitandao ya kijamii, wengi wetu yaliomo kule tunayafahamu yanayofanywa na watu hao ambao tunawatanguliza. Ndugu zangu, hali hii imekuwa ni tishio duniani, sio tu katika nchi yetu, bali inawezekana sisi tuna afadhali zaidi, lakini ni tishio duniani kwa watu wenye uwezo wa kufikiri. Mwandishi mmoja wa Canada na thinker wao na mwanafalsafa ameandika kitabu, kimetoka sio muda mrefu, kinaitwa The System of Banality, mfumo wa kutengeneza upuuzi. The System of Banality, mfumo wa kutengeneza upuuzi duniani. Na mule ndani ukisoma alivyoelezea, utakuta kwamba sio mambo yanayotokea kwa makusudi, kwa bahati mbaya, bali ni mambo yanayotokea kwa makusudi kabisa. Mfumo wa kuwafanya watu fikra zao ziwe level ya juu ya juu kabisa, sio ya kwenda kina. Yani mtu fikra zake zinakuwa hazizami ndani, mambo yote anayoyafanya yanaishia katika vitu ambavyo vinastarehesha nafsi yake. Kwa huu ni mfumo ambao umetayarishwa, upo na ndio unaenea kupitia katika jamii zetu hivi sasa. Ndani ya kitabu hicho ametahadharisha hatari ya social media ambayo itazalisha jamii ya kipuuzi kabisa na yenye kupenda mambo ya kipuuzi. Sasa dunia nzima inafuatilia maelezo ya kitabu hichi, lakini haya maneno yalishazungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam karne 14 zilizopita katika hadithi niliyowasomea hivi punde, kuonyesha kwamba Uislamu una kila kitu ndani yake. Na kama kweli tungekuwa tunazingatia yale tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungeweza kuwa na solutions au na utatuzi wa matatizo yote ambayo jamii yetu sasa hivi inakabiliana nayo. Ndugu zangu Waislamu, wengi wetu leo katika social media, wengi wetu tunafuata upuuzi, na upuuzi umekuwa na thamani kuliko vitu ambavyo ni serious vinavyogusa maisha ya mtu kila siku. Hii tukubaliane tusikubaliane, ndio hali halisi jinsi ilivyo. Leo mtu mwenye followers wengi katika social media, yani ana wafuasi wengi, ana likes nyingi, ndio ambaye anaonekana wa maana bila kujali watu wanamfuata katika kitu gani. Kwa mfano, kuna bwana mmoja anaitwa Kabi Lam, yuko kwenye TikTok na social media mengine, ndio ambaye anaongoza kuwa na followers duniani. Ana followers takriban wanafika milioni 143 wanamfuata yeye, mataifa mbalimbali. Lakini huyu bwana anatengeneza content gani? Hasemi kitu chochote, anazungumza body language, mambo ya kipuuzi kabisa, lakini watu milioni 143 wanamfuata. Na kutokana na kuwa anafuatwa na watu wengi, viongozi wa nchi, wafanya biashara wanamtafuta, kuonyesha kwamba ndio wanaweza kuwafikia watu kupitia kwake. Sasa amekuwa ni milionea, si kwa sababu ya uvumbuzi mkubwa uliofanya duniani, ni kwa sababu ya maradhi walionayo watu ya kutaka kucheka bila sababu yoyote, ya kutaka kujifurahisha wakati hakuna furaha yote. Ndio hapo amepitia na akatengeneza umilionea. Hapa Tanzania kuna mwanamuziki mmoja wa kike ameimba muziki wake dakika 3 tu kwenye YouTube, amefikisha viewers milioni 1.2, viewers milioni 1.2, yani watu wanaangalia ule muziki tu. Sasa sio Tanzania peke yake, Amerika sasa tufiki idadi hiyo. Sasa sio jambo dogo kwamba dakika 3 hizi na maneno yanayozungumzwa katika ule muziki huwezi ukausikiliza ukiwa wewe na familia yako, huwezi. Ni uchafu mtupu, ni matusi matupu, lakini watu wana like, wanafuata, wanajiunga katika channel ile kwa kuzidi kupata upuuzi. Na wanaofanya hivyo ni vijana kuanzia miaka 14 mpaka 25. Tutakuwa na taifa la aina gani baadaye kwa kuwa na fikra za aina hii na content za aina hii? Jitokeza yeye kazi yake anatembea na sahani imejaa pasta na makorona, anakula, hasemi chochote, anakimbia, anazunguka, anakuja tena anakula, anakimbia, hasemi chochote. Ana followers milioni 2, wanamwangalia na wanacheka na wanafurahi kwa kula makorona tu na kukimbia beach. Hivi ni vitu, ni viashiria vya hatari ambavyo vinaonyesha generation zinazokuja upuuzi utakuwa umetawala katika sekta zote za maisha. Na itakuwa sasa vision ya kijana yoyote
ni kufikia katika upuuzi huu, kwa sababu anatengeneza pesa, anakuwa maarufu, ana followers wengi, anafuatwa sasa na wanasiasa, anafuatwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo tunaua generations kwa sababu ya mambo kama hao. Ndugu zangu, hawa ndio mastaa ambao wanamiliki watu na wana thamani mbele ya wanasiasa. Tutaka kufanya mkutano wa siasa, tafuta watu wa aina hii, waweke pale, watu watakuja wengi tu kwenye upuuzi, alafu maneno maana ndio yanatokeza pale. Wana thamani kwa wafanyabiashara, wanawatumia vile vile kufikia katika watu. Kwa hiyo wamekuwa na thamani watu ambao hawana thamani yoyote katika wanachokitengeneza. Na huku ni kupinduka kwa mizani katika jamii ambayo tunaishi. Ndugu zangu, watu serious ambao wana vitu serious vyenye manufaa katika jamii zetu wanaonekana hawana maana yoyote. Ndio maana account za mashehe zina followers 20, 30, 40, amefuatwa sana 1000, 2000 ndio anafuatwa sana huyo, na ndio anazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawatahadharisha watu na zina. Hakuna mtu akumfuata, hana thamani yoyote. Lakini huyu ambaye anazungumza maneno ya hovyo, anakuchekesha, anakufurahisha, ndio akumfuata. Hivi ni vipimo ndugu zangu, inabidi tufikirie mara mbili. Ndugu zangu, vijana wetu wengi leo wanaona kufikia elimu ya juu sio kitu cha muhimu sana. Masuala ya utaalamu, uprofession, wanasema hayalipi. Wengi wanakimbilia katika masuala ya comedy. Na achana kabisa na mambo ya kusoma na nini. Sasa wanamuona comedian fulani sasa hivi anatembea na gari, na wale wenzetu kama nilivyosema katika Instagram, akinunua tu gari yake kama ni Crown anapiga naye picha. Sawa? Anaambia vijana, acheni kusoma huko, njooni huko kwenye pesa. Na mtu anaona kweli anahangaika kusoma, ajira hakuna, afanye nini? Huku upande wa pili anavutiwa na watu, tokeni kwenye mageto, anamtolea mabunda ya pesa, anamhesabia, unaona hizo zote hizi, unaona zote hizi. Vijana akili zao zinabadilika, hana sababu ya kusoma tena, anatafuta fani aliyokuwa naye, kuchekesha, tamthilia, sio kitu gani ambacho hakina maana yote, sababu jamii inapenda, anaelekea kule. Kwa ina maana kila siku zinavyozidi kuendelea, tunazidi kupoteza nguvu kazi kubwa, akili kubwa ya taifa, kutokana na kutengeneza upuuzi katika mitandao ya kijamii. Ndugu zangu, kwa bahati mbaya vile vile mashehe wengi bado wako mbali sana na social media. Yaani bado wana zile njia za kizamani, na darasa msikitini, hutuba kama hii, kwenye social media kule. Sasa kule kuna mashetani bwana, haingii kule, wakati kule ndiko watu wengi wapo wa kuweza kuwaongoza na kuwapa madini ambayo yanaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Lakini sio kama hivyo tu, baadhi yetu vile vile ambao tumeingia katika social media, tumeingia vile vile kwenye mkumbo wa kufuata followers. Sio kufikisha, lakini kuangalia wangapi wanakufuata, na kutafuta content ambazo zitakuwa zinawafanya watu wakufuate. Watakuta mashehe wameingia katika kutafuta kiki sasa hivi, wanaleta vitu vya ajabu, wanaleta mabishano ya ajabu katika platform zao. Lengo ni kutafuta vile vile followers. Hii naye ni makosa makubwa, ni kufikisha tu followers hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafanya wakufuate kwa kile ambacho unakitoa. Kwa hiyo tumekuwa tunawaigiza wasanii wa aina nyingine katika mawaidha yetu. Ndugu zangu, mimi na wewe tusiwe ni sehemu ya kuendeleza upuuzi huu na uchafu huu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha, hakika wale ambao wanapenda uchafu uenee, fil ladhina amanu, uenee kwa wale walioamini ambao ni Waislamu, lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah, watakuwa na adhabu yenye kuumiza hapa duniani na kesho akhira. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamfahamu. Kupenda uchafu uenee ni kulike uchafu. Hujafanya wewe, lakini kajitoa msanii mmoja akavaa nguo zake, yuko uchi, ukamwangalia ukalike. Wewe umesaidiana naye katika kueneza uchafu. Umependa uchafu uenee. Kwa sababu unapokuwa umelike, ina maana wale watu wote ambao wako kwako katika peji yako nao wataona umelike kitu fulani. Utakuwa umewasababishia na wenyewe kuingia. Lakini kwa kulike unakuza idadi ya watu wanaomfuata yule msanii, kiasi kwamba aweze kujiuza kwa watu wengine kwamba mimi nina followers wengi, ni mtu muhimu. Wewe ndio umemfanya yeye muhimu kwa kulike na kumfollow.
Kwa hiyo kama tuna follow vitu vya kipuuzi, tuelewe kwamba tunashiriki katika kueneza uchafu. Sio lazima utengeneze wewe, umetengenezwa na mtu mwingine, lakini wewe una usapoti, una ulike, unajiunga. Hata ukiweka kile kikatuni tu cha kucheka au ukiweka kidole hivi, hiyo ndio kulike. Usifikiri hiyo ni dhambi na kuingia wewe, kwa sababu umesapoti lile jambo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hakika wale wanaopenda uchafu uenee, si tu kwa kuutengeneza, mpaka kwa kuulike uchafu ule, wamelaaniwa duniani na akhera, na watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Na Mwenyezi Mungu anasema inna sam'a wal basar, hakika masikio, usikivu, wal basar na uoni, wal fuad na mazingatio ya nyoyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vitu vyote hivi tutakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala tulitumia vipi. Kwa ndugu zangu Waislamu, masulia ya kulinda akili na fikra na utamaduni wa jamii yetu unaanza katika ngazi ya familia. Tuwe makini sana katika televisheni, kuwa makini sana. Hakuna ataweza kulindia familia yako zaidi ya wewe mwenyewe, kukaa nao ukawafahamisha na ukawapa badala mzuri wa kuangalia vitu vyenye faida ambavyo viko vingi sana, ili kuweza kuokoa hichi kizazi kutokana na system ya upuuzi ambayo inatengenezwa duniani. Kwa hiyo familia ina jukumu hilo, lakini serikali inapaswa kuwa na sera madhubuti ya kulinda fikra za Mtanzania dhidi ya mifumo ya upuuzi. Sababu serikali ina jukumu hilo na ina uwezo wa kufanya hivyo vitu, kama ambavyo inalinda katika masuala ya chakula, katika upande wa madawa, sio katika upande gani, lakini vivyo katika upande wa content ambayo Mtanzania anaipata kila siku katika kichwa chake, inabidi wizara na wahusika waangalie hivi vitu, kwa sababu bila shaka vitapelekea katika kuzalisha generation ambayo itakuwa ni generation ya upuuzi kweli. Ndugu zangu, sisi kama Waislamu kupitia simu zetu za mkononi tunaweza kurusha vitu vyenye faida, hata kama hujasoma sana. Umeona tu mawaidha ya shekhe, umeshare yale mawaidha, umemrushia mtu mwingine, umelike, umejiunga. Huko ndo kusupport mambo mazuri. Hata kama ni jambo la kijamii zuri, unashare. Utakuwa unafanya nini? Unaeneza kheri katika jamii. Kwa hiyo tunaweza tukashiriki katika kushare, hata kama tukusoma, ukarusha Qur'an na tafsiri yake tu, watu wakaipata ambao wanapenda kuipata. Tukiwa wengi tukifanya vitu kama hivyo, ina maana tutakuwa tunaleta balance katika social media, kwa mambo ya kheri nayo yanapatikana kwa wingi. Ndugu zangu, hali sio nzuri kwa vijana wetu na makuzi ya vijana wetu. Na sasa hivi ukiangalia katika nchi za magharibi ambazo ndo zimeendelea, tunaziangalia kama nchi zimeendelea, maudhui hii ninayoizungumza inafanyiwa warsha nyingi sana, inafanyiwa makongamano mengi sana ya kujadili njia sahihi ya kuweza kuiokoa jamii yetu kutokana na upuuzi huu ambao unaenea kila siku katika jamii. Kila siku kuna uvumbuzi ambao unajitokeza wa kuiunganisha jamii, lakini kuielekeza katika mambo ambayo hayana maslahi na jamii yenyewe. Sisi kama Waislamu ni sehemu muhimu katika jamii, na alhamdulillah dini yetu haikuacha kitu isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekieleza. Zipo hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia jinsi gani ya kujenga jamii inayojitambua na inayojielewa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.